Haleluya. Ninamtukuza Bwana Yesu tena kwa upendeleo ambao amenipatia wa kusimama kuyahudumia maisha ya watu kwa neema zake yeye mwenyewe. Lakini kiupekee kabisa ninamshukuru baba na mama kwa kuendelea kutufinyanga kuwa hivi tulivyo. Mimi kibinafsi kwanza, lakini na familia yangu ni matokeo ya malezi, matokeo ya mafundisho, matokeo ya maelekezo, lakini ni matokeo ya kutuonesha namna wao wanavyoishi, namna wanavyotenda na namna wanavyomtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Baba, tunashukuru sana kwa kutulea na kwa kutufanya kuwa hivi tulivyo leo, pamoja na mama. Na nimekuwa nawaambia watu mimi huwa siitiiti watu baba hovyo. Uh, uh, Mwanzoni kabisa wakati tunakutana na baba, nilikuwa simuiti baba, nilikuwa namuita mchungaji. Nimeanza kumuita baba baada ya mimi mwenyewe kuthibitisha kuna vitu ambavyo amevizaa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba, ninakushukuru kwa kuwa baba yangu. Amen. Wakati tunaendelea kumwabudu Mungu, Roho Mtakatifu akanikumbusha jambo ambalo baba alitufundisha siku ya Ijumaa kwenye Ayubu sura ya 33 na mstari wa 23. Ayubu sura ya 33 na mstari wa 23. Neno la Mungu linasema kwamba akiwapo malaika pamoja naye, mkalimani mmoja katika elfu, ili kumwonyesha binadamu hayo yampasayo. Na nakumbuka moja ya kitu kikubwa sana ambacho baba alitufundisha, alituambia moja ya huduma ya malaika wanafanya kazi kama wakalimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati tunaendelea kumwabudu Mungu, Roho Mtakatifu akaniambia malaika wakalimani wapo kwenye ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati tulikuwa najifunza, kuna vitu tutajifunza vinaweza vikaonekana ni vya kawaida, lakini malaika mkalimani ambaye yuko kwa kila mmoja hapa atakuwa anaachilia tafsiri nyingi kwake, atakuwa anaachilia maelekezo mahususi kwake. Kuna mambo ya kiutendaji, action, atakuagiza kwa sababu yuko hapa kutuhudumia siku ya leo. Na kila mmoja anaye. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja anaye. Na ni lengo kubwa sana. Mungu, kuna vitu sitavizungumza, lakini huyo malaika utakuwa unasikia kama nakunongoneza, kama nakwambia jambo la kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya Jumapili tulikuwa na somo zuri na tunamtukuza Yesu ambaye alituhudumia vizuri sana, na kichwa cha somo ni utele na ustawi katika umoja, ambalo ni somo tutakalokuwa tunaendelea nalo kwa siku za mwezi huu wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamtukuza Yesu ambaye alitufundisha, na nitapita kwa ufupi ili tujenge msingi mzuri kwa wale ambao hawakuwepo. Ingawa tunasisitizwa kufuatilia mafundisho, tayari yapo kwenye YouTube channel ya baba yetu kwa jina la Pastor James Alekwa. Kwa hiyo hakikisha kama ukuhudhuria, ili uelewe zaidi kitu tunachojifunza, ufuatilie hayo ambayo tayari yamefundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye sehemu ya kwanza tulijifunza tuliangalia utangulizi, ambapo kwenye utangulizi huo tuliangalia nguvu zinazopatikana kwenye umoja, au umoja huwa unaambatana na nguvu gani, na tukaona mambo kadhaa. Jambo la kwanza tukaona ni nguvu ya utekelezaji. Tukaona kuna nguvu za kiroho ambazo zinapatikana hapo, lakini kuna nguvu za muendelezo ambazo zinapatikana kwenye umoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye utangulizi huo tukaona kitu kingine, kwa nini tujifunze utele na ustawi katika umoja. Ni nini kinatusukuma kujifunza hayo? Tukaona mambo kadhaa. Tuliona mambo 8. Katika mambo hayo 8, sitayarudia yote. Nitatamani tu kwa ufupi nikumbushie kitu kikubwa ambacho tulijifunza kwenye jambo la 8, ambao ni maombi ya Bwana Yesu kwa Mungu kabla hajaondoka, ambao alikuwa anatuombea sisi. Na nitataka kuweka emphasis kubwa sana kwamba wakati Mungu anapoachilia utukufu kwetu, hatupaswi kuacha umoja. Ni kitu ambacho tulijifunza, na ninatamani hicho kikae sana ndani ya moyo wako na ukitekeleze, kwamba wakati wowote ambao Mungu atakufanikisha kwenye jambo lolote, na leo tutaona kwa kina wakati tunaendelea kupata uelewa
Wakati wote Mungu anapokufanikisha, anapokufanya ujulikane, anaposababisha vitu vingi vije kwako, anapokufanya uwe tajiri, anakufanya hayo kwa kusudi la kwamba uendelee kuwa mmoja na wenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaanza kujifunza pia kipengele kingine ambacho ilikuwa ni sehemu ya pili ya somo letu, ambalo lilikuwa ni uelewa wa Zaburi 133 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Uelewa wa Zaburi 133 mstari wa kwanza mpaka wa 3, na tukaona mambo ya msingi, na nitatamani kabla tujaendelea mbele tusome andiko letu ambalo ni andiko la msingi kabisa. Zaburi 133 na mstari wa kwanza, tutasoma wote kwa sauti. Tazama, haleluya. Na tukaanza kwa kuangalia namna ambavyo mwandishi wa Zaburi 133 Mfalme Daudi anavyohusianisha moja na mafuta ambayo yalikuwa yanashuka, yanamiminwa kwenye kichwa cha Haruni, yanashuka kwenye ndevu zake mpaka kwenye upindo wa vazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukachambua na tukaona kwa kina namna ambavyo mafuta hayo yalikuwa yanamaanisha nini, na tukaona mafuta yenyewe yalikuwa yana vitu vitano, na kitu cha kwanza ilikuwa ni manemane safi, kitu cha pili ilikuwa ni mdalasini tamu, na kitu cha tatu ilikuwa ni kane tamu, kitu cha nne ilikuwa ni kida, na kitu cha tano ilikuwa ni mafuta ya zeituni. Na tukaona moja ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye hayo yote, tukaona kulikuwa kuna harufu nzuri, lakini kwenye kila harufu kulikuwa kuna ladha ya harufu tofauti tofauti. Kuna ambazo zilikuwa ni harufu nzito, lakini kuwa nzito haimaanishi sio nzuri, ni nzuri. Zilikuwepo harufu ambazo zinastarehesha, zilikuwepo harufu ambazo ni laini. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kupitia hapo tukaona ya kwamba katikati yetu kila mmoja anapokuja kwenye nyumba ya Bwana ni harufu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni harufu ya aina tofauti tofauti. Lakini tukaona moja ya kitu kingine cha kawaida ambacho tulikiona kwenye mafuta hayo ilikuwa ni ingredients zake zilikuwa zinatumika kama dawa. Kila watu wanapokutanika kuna uponyaji ambao unafanyika, wanatibiana wao kwa wao, wanaponyana wao kwa huo umoja. Lakini tukaona kitu kingine na baadhi ya ingredients ambazo zilikuwa zinafanya kazi kama kiungo cha chakula, kuongeza ladha, kusababisha hamu ya kuendelea kula, kusababisha hamu ya kuendelea kuwa pamoja. Kwa miongoni mwetu kuna watu ambao kwa uwepo wake anakufanya uendelee kuwepo, anasababisha uendelee kushiriki, anakusababisha uendelee kumtumikia Mungu, uendelee kuchochea hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunamtukuza Yesu ambaye alitufundisha, na nitahitimisha jambo hilo kwa mambo yafuatayo. Nitahitimisha jambo hilo ambalo tulijifunza Jumapili ya kwamba umoja ni kama mafuta mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema sura ya kwanza ya kwamba tazama ilivyo vyema na kupendeza, alafu anasema mstari wa pili ni kama mafuta mazuri, ni kweli tumehakikisha kwamba hayo mafuta ni mazuri. Kwa hiyo umoja ambao unafananishwa na hayo mafuta ni mwema na ni mzuri, unafaa na unapendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo tutaendelea kulijenga hapo katika kuhitimisha swala letu ambalo tumeanza kujifunza ya kwamba umoja kama mafuta, ni kwamba mafuta yalikuwa na viwekezo tofauti tofauti vinavyosababisha vionjo, vinavyosababisha tiba, vinavyosababisha ladha, hamu, na wakati mwingine vinavyosababisha kuficha uchafu na udhaifu miongoni mwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano tumeona manemane, moja ya kazi yake ilikuwa inatumika kwa ajili ya kupaka maiti, na lengo kubwa ni ili maiti isitoe harufu, si ndio? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa
ile unasikia harufu ya manemane haimaanishi maiti haitoi harufu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ile unasikia harufu ya manemane ambayo inatoka kwenye maiti iliyopakwa mafuta hayo haimaanishi ile harufu ya maiti haipo. Au unapojipiga perfume ili kuzuia harufu ya jasho haimaanishi kwamba ile harufu haipo, lakini ile harufu inaondolewa na nini? Na harufu nyingine mbadala ambayo ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni nini ambacho tunajifunza kutokea kwenye mfano huo? Ni kwamba tunapokutanika kwenye nyumba ya Mungu au tunapokutanika kwa pamoja kwenye eneo lolote, iwe ni ndoa, iwe ni kampuni yako, iwe ni kwenye idara au huduma ambayo Mungu amekuamini, tunakutana watu ambao kuna viwekezo tofauti tofauti. Kila mmoja anakuja akiwa ana kiwekezo cha aina ya tofauti ambacho mwingine hana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakuja wana aina fulani ya harufu ambayo wenzao hawana, na ni sawa sawa kabisa. Kuna watu wanakuja wana tiba ambayo watu wengine hawana, kwa sababu kama sote tuna tiba, tafsiri yake hatutafaana. Kama sote tuna harufu moja, kitu kitakuwa hicho hicho kimoja, hakitaleta utofauti wowote. Hatutahitajiana kwa sababu kila mtu ana kitu ambacho mwenzake anacho. Kwa hiyo ile tunahitajiana ni kwa kuwa kila mtu ana ambacho mwenzake hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katikati yetu pia kuna watu ambao bado hawajakuwa roho. Kuna watu ambao bado hawajakuwa tabia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokutana kunasababisha kuziba ule udhaifu wa baadhi yetu usionekane kwa wengine. Kama vile ambavyo harufu nzuri haiondoi ukweli kwamba harufu mbaya bado ipo, lakini imezidiwa na harufu nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile kuna harufu nzuri, kuna wakati kuna harufu zingine ambazo zinakosa nguvu kwa sababu kuna harufu nzuri zaidi kuliko harufu mbaya ambazo zipo. Na jambo la pili, tunajifunza kwamba mafuta yaliyochanganywa yalikuwa yanatengenezwa kitu kingine. Umeona kwamba kulikuwa kuna manemane ambayo ilikuwa ni kama gundi, si ndio? Kwa hiyo ilikuwa inatengeneza ni mafuta ya tofauti tofauti, ni viungo vya tofauti tofauti, vyote vikiungana vilikuwa vinatengeneza kitu kingine ambacho kinaitwa mafuta ya Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta ya Haruni, yani jina la hicho kitu kilichokuwa kinatengenezwa kutokea kwenye huo mchanganyiko haikuwa ni mafuta tu, ilikuwa kinaumba jambo lingine au kinageuza vionjo hivi vyote viwe kitu kingine kimoja, kiasi kwamba ukishayapata hayo mafuta ya Haruni hauwezi ukatenga manemane itoke hapo, hauwezi ukatenga kane itoke hapo, kwa sababu imekuwa ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umoja huwa unaumba kitu kingine ambacho mwanzoni hakikuwepo. Umoja huwa unaumba kitu kingine ambacho mwanzoni hakikuwepo. Kilia hizo harufu zote zimechanganywa, inatokea harufu gani? Bwana Yesu asifiwe. Harufu zote hizo nzuri zenye ladha tofauti tofauti, zingine za kustarehesha, zingine nzito ila nzuri, zikichanganyikana zote zinatengeneza harufu gani? Nyingine nzuri ambayo tunaweza tukakosa jina la kuipa. Kwa hiyo umoja unafananishwa na uumbaji wa kitu kingine kipya kizuri ambacho hakikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati umoja wa watu walio pamoja unapokuwa mkubwa na nguvu sana, unatengeneza watu wengi kuwa mtu mmoja. Na wakati tunaangalia maana, tukaona neno umoja sasa kwenye Agano Jipya halitumiki kama umoja, inatumika kama moja. Bwana Yesu asifiwe. Halitumiki kwamba umoja, inatumika neno moja, kwa tafsiri ya kwamba kinaumbika kitu kingine ambacho ni kimoja, sio vingi tena ambavyo vimekutana kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umoja una nguvu ya kuumba mtu mpya, una nguvu wa kutengeneza mtu mpya mwingine. Na tunapata huo ushahidi kwenye Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 11, lakini tutasoma baadhi ya mistari
Samueli wa kwanza 10:1 hadi 11. Tutasoma mstari wa kwanza, alafu tutaruka tutasoma mstari wa 5 na wa 6, na tutaruka tutasoma mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema, ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kwamba Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Mstari wa 5, baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii. Utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Mstari wa 10, basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha Roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyu anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hili lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kulikuwa kuna kikosi cha manabii ambao walikuwa sehemu, na baada ya Sauli kupakwa mafuta, Samueli hamwambii kwamba tulia zako tu, tulia hapa. Eli mwambii tulia hapa, anamwambia nenda kwa watu ambao watathibitisha haya mafuta ambayo nimekupatia. Anaenda kwenye kikundi cha manabii ambao walikuwa na vionjo tofauti tofauti. Kuna waliokuwa na matari, kuna waliokuwa na kinubi, kuna waliokuwa na vinanda. Wote walikuwa wanatabiri wakipiga vinanda vyao. Biblia inasema hivi, alipoenda akaungana nao ndipo Roho ya Bwana ikamshukia, alafu ikamgeuza akawa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kutengeneza umoja na manabii, utakuwa ni nabii unayefuata. Wewe ni miongoni mwa hao manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukawa nabii na usiwe nabii kwenye uhalisia, kwa kuwa uko peke yako, hujaenda kukutana pamoja na manabii wenzako. Uthibitisho wa unabii wako au udhihirisho wa unabii wako unadhihirika zaidi pale ambapo uko pamoja na manabii wenzako, sio pale ambapo uko peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umoja una nguvu ya kuumba upya ndani yako. Una uwezo wa kukubadilisha ukawa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa kuhitimisha hilo, ndani ya watu kuna harufu, ladha, vionjo mbalimbali kama zile zilizokuwa kwenye mafuta ambayo tumeyasoma ya Haruni. Watu wana karama, vipawa na neema. Warumi sura 12 mstari wa 5 hadi wa 8. Watu wana karama, vipawa na neema. Kwa hiyo unapokuwa miongoni mwa watu, umekuwa katikati ya neema, umekuwa katikati ya karama, umekuwa katikati ya vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Kwa hiyo miongoni mwetu kuna watu wanafundisha. Wanafundisha kwa kuongea, wanafundisha kwa jinsi tu wanavyotuonesha kielelezo. Endelea. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Mwenye kusimamia kwa bidii. Mwenye kurehemu kwa furaha. Sasa unafuata. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa hiyo kama vile mafuta yalivyokuwa yana ladha tofauti tofauti, ndivyo watu pia wana ladha tofauti tofauti.
Kuna watu miongoni mwetu wana ladha ya kuonya. Kuna watu miongoni mwetu wana ladha ya kukaribia. Kuna watu miongoni mwetu wana ladha ya kufundishana. Hao wote Mungu amewaweka ili sisi tuendelee kuwa bora, ili tutoke kwenye hali zetu za mwanzo na kwenda kuwa watu wengine, geuzwe na kuwa watu wengine. Kwa umoja unatugeuza na kuwa watu wengine, kwa kuwa miongoni mwetu hao watu wanatuletea hizo harufu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, watu ni mawakala wa neema mbalimbali za Mungu. Petro wa kwanza 4:9 hadi 10. Petro wa kwanza 4:9 hadi 10. Watu ni mawakala wa neema mbalimbali za Mungu. Mstari wa 9 anasema mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Mstari unaofuata, kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, tumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo ndani yetu, ndani ya kila mtu kuna neema mbalimbali ambazo Mungu anatutaka tuhudumiane nazo. Kwa unapokwenda kwenye mkusanyiko wowote, umeenda kwenye mkusanyiko wa neema mbalimbali. Neema mbalimbali. Neema za uzalishaji, neema za uchumi, neema za amani, neema za kusababisha mambo magumu kuwa marahisi. Umekutana na neema mbalimbali. Neno la Mungu linasema kwenye huo umoja tunatumia hizo neema kuhudumiana sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa ni vyema kuwa kwenye umoja. Tazama ilivyo vyema, ndio inafanana hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tazama ilivyo vyema na kupendeza watu wakae pamoja na kwa umoja, inafanana kama mafuta ambayo yana hizo details ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunalipata kwenye mstari wa 3, tunakwenda kuangalia namna ambavyo Daudi anatuonesha umoja unafananaje. Umoja unafananaje? Tunaendelea kupata uelewa wa nini ambacho Daudi alikuwa anakicommunicate kwetu, alikuwa anakiwasilisha kwetu. Zaburi 133 mstari wa 3 anasema kama umande wa Hermon ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Kwa hiyo Daudi anatuambia kwamba umoja unafanana na umande wa Hermon unaoshuka kutoka mlimani unakwenda kwenye mlima Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapokuwa tunaangalia maana tutaelewa, na tumekuwa tukijifunza hapa kwamba Sayuni ni nini, si ndio? Sayuni ni nini? Kanisa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema inapendeza, inafurahisha, ni jambo linalovutia macho umoja, kwa sababu ni kama umande unaoshuka kutoka kwenye mlima Hermon. Bwana Yesu asifiwe. Na tutafanya study pia, tutakwenda tutaangalia huo mlima ukoje, unafananaje, na kwa nini Daudi ameufananisha umoja na huo mlima. Na Jumapili tuliangalia kwamba Daudi ndani ya ufahamu wake anaelewa kwamba akisema mlima Hermon tunaelewa, si ndio? Kwa hiyo kisoma anaashumu kwamba sisi wote tunaelewa mlima Hermon ukoje. Kwa hiyo haitatusumbua. Lakini ukweli ni kwamba tunaweza tusiwe tunaelewa mlima Hermon ukoje. Ndio maana akisema tazama ilivyo vyema na kupendeza watu wakae pamoja kwa umoja, ni kama umande unaoshuka Hermon, tunabaki tunaangalia tu kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbukumbu la Torati sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 9. Mlima Hermon ni miongoni mwa milima maarufu na ambayo imetajwa sana kwenye neno la Mungu. Kumbukumbu la Torati 3:8 hadi 9. Inasema tukaitwaa na nchi wakati huo katika mikono ya hao wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng'ambo ya Yordani, tokea bonde la Amani mpaka kilima cha Hermon. Mpaka kilima cha Hermon. Sasa unaofuata na hiyo Hermon Wasidoni huita Sirioni na Waamori huita Seniri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo tuna jina lingine ambalo linatokea ambalo linautambulisha mlima Hermon. Na majina hayo mengine pia yametumika maeneo tofauti tofauti ya Biblia. Kwa wakati tunasoma ukisema Sirioni huwa unafanya nini? Unakumbuka kwamba anaizungumzwa hapa ni nani?
Hermon. Kisema Senir, ndani ya ufahamu wako ukumbuke kwamba anayetajwa hapa ni nani? Ni mlima Hermon. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Sasa mlima Hermon ni mlima gani? Ni mlima maarufu katika Biblia na katika historia ya Israeli. Kwa leo tutasoma jiografia kidogo, si ndio? Jiografia ya Biblia. Huu mlima upo kaskazini mwa Israeli na kwenye mpaka wa Syria na Lebanoni, ambazo ni nchi zinafahamika sasa hivi. Syria na Lebanoni ya leo, wakati mlima Sayuni upo kusini mwa Israeli, takriban kilomita 200 kutoka Hermon mpaka Sayuni ilipo. Hizo details ni za muhimu sana uzizingatie, kwamba mlima Hermon uko umbali na mlima Sayuni kwa kilomita 200, sawa sawa na kutoka hapa mpaka walau Singida. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema umande unachuruzika kutokea wapi? Hermoni, unaenda mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Au utoke Dodoma hadi Iringa, ndo at least kilomita 200. Unaweza ukaelewa katikati kuna nyumba, kuna kila kitu. Lakini anasema ni kama umande unaotoka Hermoni kilomita, unaotoka Singida, si ndio? Alafu unakuja kwenye mlima mwingine unaitwa Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Ni mlima mrefu kuliko milima yote kwenye huo ukanda. Ni mlima mrefu kuliko milima mingine yote ambayo inapatikana Syria, Lebanoni, Israeli na nchi zingine za Kiarabu pale around. Lakini jambo la kushangaza pia ni mlima ambao uko jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Ni mlima uko jangwani. Kwa hiyo huo umande, ndani ya ufahamu wako ujue umande unatiririkia wapi? Jangwani. Jina Hermon ambalo lina asili ya Kiebrania, maana yake ni kuwekwa wakfu. Taarifa hizi zote ni za muhimu, natakiwa kuzisikia. Au mlima wa kujitenga au kutengwa, au mlima uliobarikiwa au uliotengwa kwa ajili ya Mungu. Mlima huu wa Hermon una urefu wa mita 2814. Wakati nafanya study unalingana na mlima Hanang, sababu mlima Hanang una mita 3400 plus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahusianishwa. Kwa ili at least uelewe kama hauwezi kufika Israeli, inabidi ufanye nini? Uende tu mlima Hanang, unaweza kupata picha unafananaje huo mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukaanza kupata picha. Kwanza ni mlima huko jangwani, pili unatoa umande, na huo umande tafsiri yake ni unapita katikati ya jangwa, unaenda mpaka wapi? Mlima Sayuni. Utukuzwe Yesu. Tuangalie hali na sifa za mlima huo, mlima Hermon. Nimefuatilia kidogo, nimefuatilia documentaries, nikauangalia. Mpaka sasa unafanana, ingawa sio kwa sehemu kubwa na kile ambacho Biblia inasema. Na hiyo sote tunaweza tukakubaliana kwa sababu ya mabadiliko ya nini? Ya hali ya hewa, si ndio? Kwa sababu hadi sasa huo mlima bado unatoa theluji hadi sasa, ingawa sio kama ile ambayo ilikuwepo enzi hizo. Katikati ya jangwa mlima unatoa nini? Unatoa theluji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kutusaidia sana tunaweza kusema au tukapata picha ya mlima Kilimanjaro, si ndio? Mlima Kilimanjaro ndo mrefu kwa Afrika. Ni kama ambavyo Hermon ilivyo mrefu wapi? Ukanda huo wote. Kilimanjaro ina theluji nyingi na unaambiwa siku hizi imepungua. Zamani ilikuwa ni zaidi sana. Kwa hiyo unaweza ukaanza kupiga hiyo picha ili tuelewane vizuri hiki tunachojifunza. Sasa Zaburi inasadikika imeandikwa mwaka wa 1000 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 700
970 ambao ni mwaka ambao Daudi anakadiriwa kwamba aliishi muda huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kujumlisha miaka hiyo 1000 na miaka hii ambayo imeshapita baada ya Kristo ni kama miaka 3025, si ndio? So kama sasa hivi kuna hiyo theluji tunayoiona na kunaweza kukawa kuna uoto unaoonekana, unaweza ukapiga picha miaka 3000 nyuma ulikuwaje, si ndio? Kwa hiyo Daudi wakati anafundisha anasema, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama umande unaotoka Hermoni. Waliokuwa wanasoma na wanasikia walikuwa wanaelewa sana huo mlima jinsi ulivyokuwa mzuri na jinsi ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa enda kuustadi kwa sasa hivi, unaweza usiwe na picha ile ambayo Daudi aliimaanisha, si ndio? Sasa uistadi kwa jicho la Biblia tuone Daudi alikuwa anamaanisha nini. Sawa? Jambo la kwanza, mlima ulikuwa umefunikwa kwa theluji nyingi sana, ambayo hiyo theluji ilikuwa inasababisha vyanzo vya mito. Na nitakutajia moja ya mto maarufu sana ambao unaujua, ambao chanzo chake ni mlima Hermon. Lakini mpaka sasa wakati wa baridi au winter huwa kuna theluji nyingi pia. Sasa baada ya miaka 3000 theluji bado ipo. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba miaka 3000 yenyewe kule theluji ilikuwaje, unapata picha ilikuwaje, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mlima ulikuwa umefunikwa kwa theluji nyingi sana, ambazo ulikuwa unasababisha mito kutoka kwenye huo mlima na kulisha maeneo yote yanayozunguka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya mto maarufu tunaojua ambao chanzo chake Hermon ni mto unaitwa Yordani. Si mnaujua huo mto? Kwa hiyo mto Yordani na umaarufu wake wote chanzo chake unatokea wapi? Hermon. Mlima Hermon. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni kukuambia kwamba kwenye umoja kama Yordani itakauka ni kwa kuwa imejiondoa wapi? Hermon. Na ndio kile Bwana Yesu anasema anakupa utukufu ili uendelee kufanya nini? Kuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kinapatikana hapo kupitia mlima huo ni kama kwa katika safu au kama ulisoma kwenye Kumbukumbu ile anasema ni vilima. Kwa hiyo Hermon ni kilima kirefu ambacho chini yake kuna mlima unaitwa Lebanoni. Bwana Yesu asifiwe. Na Lebanoni kulikuwa kuna misitu ambayo ilikuwa inatutengenezea miti mielezi ya Lebanoni. Si mnaijua? Kwa hiyo umaarufu wa Lebanoni wa mielezi unatokea wapi? Hermon. Umaarufu wa Yordani unatokea wapi? Hermon. Kwa hiyo siku mielezi itakataa chanzo chake ambacho ni Hermoni, tutaitambua tena kama mielezi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wakati unaendelea kufanikiwa, usitoke kwenye chanzo chako ambacho ni umoja. Usitoke. Chanzo kinaweza kisiwe maarufu kama wewe, lakini usikiache hicho chanzo. Usikiache hicho chanzo. Kanisa linaweza lisiwe maarufu kama wewe, usiache kanisa. Jumuiya za mguso zinaweza zisiwe maarufu kama wewe, zinaweza zisiwe maarufu kama wewe, lakini ndio chanzo cha wewe kuwa maarufu. The day unaacha chanzo, the day umaarufu wako hautadumu. Utaanza kuishi kwa kiki kwa sababu umetoka kwenye chanzo. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa ni maombi yangu wakati unafanikiwa usitoke kwenye chanzo chako katika jina la Yesu. Wakati Mungu anakufanikisha, wakati Mungu anakupa umaarufu, wakati Mungu anakupa chakula, wakati Mungu anakupa vitu vyote vizuri, usitoke kwenye chanzo chako katika jina la Yesu. Haleluya.
Namba 2, Hermoni unajulikana kwa umande mwingi ambao ulikuwa unasafiri. Ndio hiyo concept tunayoipata kwamba ulikuwa unasafiri kilomita 200. Unaweza ukaelewa wakati Hermoni natoa huo umande ambao unasafiri, tafsiri yake ni eneo hilo lote ni kama kuna giza, si ndio? Eneo hilo lote ni kama kuna giza siku hiyo. Kwa hiyo ulikuwa unasafiri kwenda mpaka mbali, ukiambatana na baridi, ambayo hiyo baridi na huo umande ndio ulikuwa unasababisha mimea ichipuke, ndio ulikuwa unasababisha mazao yawe na uhai, na tutaona umande kwenye maana, utaelewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa yanasababisha vitu vipokee uhai, mizizi iendelee. Mielezi ni miti ambayo inakuwa kidogo kidogo kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini umande? Ni kwa sababu mvua ikinyesha ikakata ikasubiri msimu mwingine itakufa katikati. Umande ni endelevu siku zote. Kwa kuwa inakuwa kidogo kidogo, inakuwa ngumu, baada ya muda mrefu inahitaji umande na sio mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni umande uliokuwa unaenea kidogo kidogo. Nasema umoja ni kama umande unaotoka. Unaweza usio una effect kubwa sasa hivi kwa sababu uko kwenye umoja. Ndio wanasema ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. Kwa sababu umande hauna haraka, hauna kelele, ni kidogo kidogo, taratibu taratibu. Lakini katika huo utaratibu ndio kuna mambo makubwa yanaumbika ndani yako. Siku unatoka. Asante Yesu. Baba aliwahi kutufundisha kitu kwenye baadhi ya vikao na mazungumzo. Akasema utajigundua siku wewe ni mwepesi. Ukiwa kwenye taasisi hivi, unaweza ukaona una nguvu, ni maarufu, unajulikana. Sasa utajigundua ni mwepesi siku ukitoka. Akasema watu wanaweza wakawa nakupigia makofi, wanasema toka tu tutakufuata, si ndio? Siku unatoka unagundua uko peke yako. Na ile jeuri yote uliokuwa nayo na vile ulivyokuwa unafahamika sana, ndio inakuwa imeishia hapo. Kwa sababu umetoka kwenye nini? Kwenye umoja. Kwenye umoja. Umoja ni taratibu. Tunaonyana kidogo kidogo. Tunafundishana kidogo kidogo. Kuna kitu unakiona unakikopi. Kuna kitu unakiona unaenda unaandika kidogo kidogo. Hakuna haraka kubwa sana. Lakini katika hivyo hivyo ndipo kuna mabadiliko makubwa yanatokea. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huo umande ulikuwa unasababisha ustawi wa mimea. Sasa hivi ukiangalia Mlima Hermoni kwa sasa hivi hauoni hiyo misitu. Lakini Daudi wakati anaandika hiyo misitu ilikuwepo, na tutaiona kwenye Biblia. Misitu mikubwa ilikuwepo. Namba 3, ulikuwa ni mlima wenye misitu mikubwa sana ambayo ilikuwa na mbao nzuri na za thamani sana zilizoitwa mielezi. Mielezi ni moja ya mbao za thamani ambazo zimetumika kujenga hadi hekalu la Bwana, si ndio? Soma vizuri. Kwa hiyo mielezi haikuwa miti tu ya ovyo ovyo. Ni kama useme kwa Tanzania hapa mninga, si ndio? Mninga ilikuwa migumu. Ilikuwa ina thamani. Ukienda kununua kitanda cha mninga ni gharama kidogo kuliko vitanda vingine vyote, si ndio? Ukienda kununua meza au kiti cha mninga utaona utofauti wake. Bei zake ni za juu zaidi, lakini uimara wake ni mkubwa zaidi. Ni kwa sababu ulikaa kwenye umande. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ulikuwa na mlima ulikuwa na misitu mikubwa sana ambayo ilikuwa na mbao nzuri na za thamani sana zilizoitwa mielezi, na hii ni kwa sababu ilikuwa ni miti inayokuwa kidogo kidogo kwa muda mrefu. Hivyo ilihitaji maji endelevu ili ziwe ngumu sana na zifikie kile kiwango ambacho Mungu alikuwa amezikusudia. Ezekieli sura 27 na mstari wa 5. Ezekieli 27 na mstari wa 5. Hapa tunaangalia ni kwa nini umoja unafananishwa na umande unaotoka Hermoni. Na kwa nini Hermoni sio milima mingine? Bwana Yesu asifiwe. Some Ezekieli 27 mstari wa 5. Mstari wa 5 sio wa 15.
mbao zako zote wamezifanya kwa misonobari itokayo Seniri. Mnakumbuka Seniri eh? Ehe. Sasa kulikuwa kuna mbao nyingine inaitwa msonobari, lakini kuna mbao nyingine tutaiona kwenye andiko linalofuata iliyokuwa ni mierezi. Sasa anasema mbao zako zote wamezifanya kwa misonobari itokayo Seniri, wametoa mielezi ya Lebanoni ili kukufanyia mlingoti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kulikuwa na miti ya thamani ambayo mtu akihitaji ni misonobari, unaelewa, ambayo imetokea milima gani? Seniri au Hermoni. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 29 mstari wa 5 hadi wa 6. Inasema sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Hiyo inaonyesha ugumu wa nini? Ugumu wa mierezi. Siri yake inatoka wapi? Kwenye umande. Sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Naam, Bwana aivunjavunja mierezi ya Lebanoni, airusharusha kama ndama wa ng'ombe, Lebanoni na Sirioni kama mwananyati. Sirioni mmeikumbuka eh? Kwa zilikuwa ni mbao ngumu zinazopatikana kwenye hilo eneo, na zilikuwa zinapatikana kwenye hilo eneo kwa sababu ya nini? Umande wa Hermoni. Unataka kuwa mgumu? Unataka kuwa mgumu? Unataka kuwa mgumu? Patikana kwenye umoja. Unataka kuwa mgumu kwenye uchumi? Patikana kwenye umoja. Kuna nyakati kwa kadiri umoja wa mahala pamoja, nizungumzie kanisa la mahala pamoja linavyokuwa na umoja mwingi. Unasikia wanasema Minister Baraka wa New Vine kama msonobari wa wapi? Mchungaji fulani wa New Vine kama msonobari au mwelezi wa Lebanon, kwa sababu umekaa kwenye umoja. Kwa umoja unawafanya watu wawe wagumu. Ndio kitu ambacho Daudi anatuambia. Umoja unawafanya watu wawe wagumu, wawe na thamani. Hiyo miti ilikuwa ina thamani kuliko miti mingine yote. Kwa ukisikia tunaenda kukata miti, tunatengenezea kifaa fulani kutokea mielezi au misonobari ya Lebanoni na Senir, unajua kabisa hicho kitu kitakuwa kina thamani, hicho kitu kitakuwa kigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama unataka kuwa ugumu kwenye eneo lolote la maisha, tafuta umoja wa kuwepo hapo. Tafuta umoja wa kuwepo hapo, kwa sababu thamani yako inaamriwa na umoja ulioko. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, mlima huo ulikuwa una wanyama wakubwa kama simba, chui. Sasa kuna wanyama wakishatajwa, unajua pia kulikuwa kuna wanyama wengine wapo, si ndio? Akitajwa simba, unajua kabisa swala likuwepo, kuna milia alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kulikuwa kuna wanyama wengine kama simba. Na kama wanyama walikuwepo, inaweza ikakupatia picha mazingira. Tafsiri yake ni kwamba kama simba yupo, swala yupo, si ndio? Na nyati yupo. Kama swala na nyati wapo, tafsiri yake ni nini? Kuna majani mazuri na ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo ulio bora, kitabu cha baba yetu hiki. Wimbo ulio bora 4:8. Wimbo ulio bora 4:8. Nasema bibi harusi, njoo pamoja nami toka Lebanoni. Pamoja nami toka Lebanoni, shuka kutoka kilele cha Amana, kutoka vilele vya Senir na Hermon, kutoka mapangoni mwa simba, kutoka mlimani mwa chui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lilikuwa eneo ambalo limesheheni rasilimali nyingi. Tafsiri yake ni kwamba yamkini hata utalii ulikuwepo, si ndio? Utalii ulikuwepo.
Ilikuwa sehemu mtu ukitaka kurefresh unaenda, si ndio? Unaenda kuangalia wanyama, unaenda kufurahia, unapigwa na upepo mzuri na kabaridi, umevaa makoti mazito. Ilikuwa ni eneo kama hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 5, mlima huu ulisababisha uoto kwenye milima ya Lebanoni. Sasa mlima Hermoni ni safu ndefu zaidi ya milima ya Lebanoni. Kwa hiyo ni mlima, alafu ni kama useme Kibo na Mawenzi kwa Kilimanjaro, si ndio? Kibo alafu Mawenzi. Kuna sehemu labda ina baridi sana, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mlima Hermoni ni safu ndefu zaidi ya milima ya Lebanoni. Kwa maana ya kwamba mlima Lebanoni uko chini kidogo ya mlima Hermoni. Biblia inaitaja pamoja mara nyingi zaidi. Na Hermoni ni mlima maarufu sana ndani ya eneo lote la Lebanoni. Kwa popote utakapoona nataja Lebanoni utaona Senir au utaona Hermoni inatajwa. Kwa sababu ni milima ambayo inafuatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja ni mkubwa zaidi na mwingine ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo tunaipata kwenye uthibitisho wa Yoshua 11 mstari wa 17. Yoshua 11:17. Yoshua 11:17 inasema, hivyo Yoshua akatoa nchi hiyo yote, hiyo nchi ya vilima, ni nchi ya vilima. Sawa Ni nchi ya vilima. Na nchi yote ya Negebu na nchi yote ya Gosheni na hiyo Shefela na hiyo Araba na nchi ya vilima ya Israeli na hiyo nchi tambalale, tangu kilima cha Halaki kiendeleacho upande wa Seiri. Seiri unaikumbuka bila shaka. Mpaka Baal-Gad katika bonde la Lebanoni chini ya kilima cha Hermoni. Naye akawatwaa wafalme wao wote akawapiga na kuwaua. Ulikuwa ni mlima hivyo. Kwa hiyo hii ni kutuambia kwamba umoja sio tu unaathiri watu wa mlima mmoja, si ndio? Umoja unaathiri. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ni kutazamishe. Kwa kadiri sisi tutavyokuwa pamoja ndo tutakuwa maarufu, ndo tutakuwa tuna utukufu. Tutatoka tutaenda kuihudumia na milima mingine. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama watu watataka kuhudumiwa, watakuja wapi? Hermoni. Ambapo ni wapi? Ni Uvai. Watahitaji mwalimu wa kuwafundisha jambo fulani, wataenda wapi? Hermoni. Wanataka mwimbaji wa kushirikiana nao kwenye huduma fulani, wataenda wapi? Hermoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaathiri ulimwengu kama sisi tutakuwa na umoja. The Vine mtaathiri ulimwengu kama mtu mmoja mmoja, kama ninyi mtakuwa mna umoja. Hivyo hivyo na huduma zingine zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mlima Hermoni ilikuwa ni chanzo kikuu cha mito na maji. Chanzo kikuu cha mito na maji. Umande wake ulikuwa ni mwingi sana na kuwa na mchango mkubwa wa unyevunyevu kwa mazingira ya mlima na maeneo yanayopokea maji yanayotiririka kutoka kwake. Lebanoni inatajwa sana kwa mielezi yenye uzuri na harufu nzuri na utukufu. Sawa sawa na Zaburi 92:12. Kwa hiyo ni kukuambia kwamba kutokea kwenye mlima Hermoni sio tu kulikuwa kuna umande, sawa? Kulikuwa kuna umande, kulikuwa kuna theluji, lakini kulikuwa kuna maji. Kulikuwa kuna maji. Kulikuwa kuna mito ambayo inatoka kule, mingine inaenda Lebanoni na nitakuonesha hapo Lebanoni, mingine Yordani, mingine inaenea kulisha maeneo yote yanayozunguka. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi inasema mwenye haki tastawi kama mtende, lakini atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Sasa elewa mwelezi wa Lebanoni ukoje? Na unapatikana wapi? Na kwa nini uwe hivyo? Ni kwa sababu unatoka Lebanoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jambo la 6, mlima Hermoni ni mlima ambao ulikuwa chanzo kikubwa cha maji yanayotiririka daima. Hii temu hapo ni daima, yalikuwa yanatiririka daima. Mpaka sasa unaposikia mto Yordani unatiririka, tangu enzi hizo ulikuwa unatiririka kutokea wapi? Hermoni.
Sasa ili uelewe pia, unaweza ukapata picha wakati Israeli wanavuka mto Yordani. Manake Yordani pia sio mto mdogo, ni mto mkubwa ambao ulikuwa hauvuki kwa kukunja nini nguo. Lazima ilibidi muujiza utendeke kama uliofanyika wapi? Wakati unapita bahari ya Shamu. Maji yagawanyike ndio wapite. Kwa ulikuwa sio mto mdogo. Lakini huo mto ambao haukuwa mdogo, chanzo chake ilikuwa ni wapi? Hermon. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na mito kadhaa ambayo ilikuwa inatoka hapo. Mto wa kwanza ni mto Yordani na mto wa pili ni mto unaitwa Hasban ambao ilikuwa inaelekea Lebanoni moja kwa moja. Yordani ulikuwa unakuja Israeli na unailisha Israeli. Kuna mto unaitwa Hasban ambayo ilikuwa inapita maeneo ya safu ya milima ya Lebanoni. Mto mwingine ulikuwa unaitwa Banias. Mto mwingine ulikuwa Dani. D-A-N bila I. Lakini kitu kingine cha ajabu ilikuwa inatoa maji ya chini ya ardhi yanayochangia mvuke sasa na rutuba ya maeneo ya mlima wa Lebanon. Kwa hiyo ilikuwa ina maji mengine, kuna maji yanapita juu na mengine yanapita wapi? Chini kwa chini, yanayosababisha umande sasa ndio utoke. Namba 7, mlima Hermoni ulikuwa mlima mzuri kwa muonekano na kwa fahari. Mpaka sasa umeshapata hiyo picha, si ndio? Mpaka sasa umeshapata hiyo picha, kweli ulikuwa ni mzuri. Kweli ulikuwa na fahari. Kiasi kwamba Mungu sehemu moja kwenye Biblia ameeleza uumbaji wake kwa kuulifaa mlima Hermoni. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi sura ya 89 mstari wa 11 na wa 12. Mungu ametumia mlima Hermoni kueleza kwamba na wenyewe ni wa kwake. Tumefika? Tusome wote. Tusome wote. Mm. 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 Tabor na Hermon ulifurahia jina lako. Kwa kwenye uumbaji wake, moja ya kitu Mungu anajivunia kama alivyokuwa anajivunia kwa Ayubu ni nini? Hermon. Yaani akiangalia anaona niliumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akituangalia kwenye umoja wetu anaona niliumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye umoja. Sio ukiwa mmoja mmoja kule. Akituangalia kwenye umoja anaona niliumba. Anasema Hermon na Tabori ulifurahia jina lako. Na Tabor ni mlima pia ambao una nani yake, story yake nyingine. Na wenyewe ni special case, unajitegemea. Ni mlima ambao kibiblia ukifuatilia unagundua kwamba ndo wana theolojia wengi wanaamini kwamba ndo Yesu alibadilikia sura na ndo pia Elia na Musa walimtokea pale. Ulikuwa ni mlima ambao uko kama madhabahu. Na ndo sehemu pia ambapo vita vile vya Debora vile ambavyo alivipiga wanajeshi wake walikaa pale kusikia maelekezo yake. Kwa Mungu akikaa akiangalia anaona niliumba vizuri Tabor, alafu anasema niliumba vizuri Hermon. Daudi anasema tazama ilivyo vyema na kupendeza watu wakae pamoja na kwa umoja, ni kama umande wa wapi? Wa Hermon. Kwa ulikuwa ni fahari. Kama ni fahari kwa Mungu unaelewa, kwa watu wengine ulikuwa unavutia. Kwa wakati Daudi anaelezea andiko hili, watu waliosikia wanaelewa anazungumza nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umoja unafananishwa na hiyo fahari ya mlima Hermon ambayo inalitukuza jina lake. Namba 8, mataifa ya kale waliamini, mataifa mengi sana, kuwa mlima wa kiroho. Yaani walikuwa wanaamini, ukumbuke kule juu maana ya mlima, si ndio? Hermon, kwamba ni sehemu Mungu ambaye anapatikana. Na Biblia zamani watu waliamini kwamba Mungu waga anapatikanaga wapi? Milimani.
Kwa hiyo kama kuna sehemu ina mlima mzuri sana kama huo, ndo Mungu ndo yuko hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Waliamini hivyo, na nitakuonesha Wafalme wa kwanza sura ya 20 mstari wa 23 hadi 28. Wafalme wa kwanza sura ya 20 tutasoma mstari wa 23. Unaweza ukasoma kisa chote, lakini 23 na 28 nasema, basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milima, ndiyo sababu ya kutushinda sisi, lakini na tupigane nao katika nchi tambalale, na hakika tutawashinda wao. Umeelewa? Ulikuwa ni uelewa wa kawaida kabisa kwamba Mungu waga ni Mungu wa wapi? Wa milimani. Mstari unaofuata nasema 28, akaja yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme wa Israeli akasema, Bwana asema hivi, kwa sababu Washami wamesema Bwana ni Mungu wa milima wala si Mungu wa nchi tambalale, basi nitawatia makutano hayo yote walio wengi mkononi mwako, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Sasa kuwa Mungu wa mlima ilikuwa haiondoi kwamba ni Mungu wa tambalale pia, na Mungu hajakataa kwamba wamesema vibaya, kwa sababu ni kweli ni Mungu wa milimani na ni Mungu wa wapi? Wa kwenye tambalale na mabonde. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ulikuwa ni uelewa wa kawaida kwamba Mungu anapatikanaga wapi? Mlimani. Kwa hiyo Daudi anapotazamisha hivyo, ambacho anatuambia kwamba Mungu waga anapatikana kwenye nini? Mungu anapatikana kwenye umoja. Neno la Mungu linasema wawili au watatu wakutanikapo kwa jina langu, anasaje? Nipo pamoja nao. Nipo pamoja nao. Kwa kama hutaki kuwa pamoja na Mungu, ni kutoka ambako watu wanaokutanika kwa jina lake wapo. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu atukuzwe sana. Jambo la 9, umande wa Hermoni ulikuwa unatiririka kwenda mlima Sayuni. Mlima Sayuni kama ambavyo tumeifafanua milima mingine, ni moja ya vilima vya Yerusalemu. Ni miongoni mwa milima ile ambayo inauzunguka Yerusalemu. Ukisoma Zaburi, Daudi anasema kama milima inavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo ambavyo Mungu naye anafanya nini? Anawazunguka watu wake. Kwa moja ya mlima unaozunguka Yerusalemu ilikuwa ni mlima Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Mlima Sayuni ni mahali pa ibada, tunafahamu. Ni mahali ambapo kuna umoja wa Mungu na uwepo wake. Ni mahali ambapo hekalu la Mungu lilijengwa. Kwa hiyo umande wa Hermoni ulikuwa ni mwingi na wenye baridi kali, wenye uwezo wa kuenea kwa njia ya mvuke hata mbali. Kwa hiyo tokea kama Singida hadi hapa unaweza ukaenea ukafika hadi ukafika. Tafsiri yake ulikuwa ni mwingi kiasi hicho. Kama ulikuwa mwingi hivyo, unaweza ukasafiri na ukaleta athari Sayuni. Tafsiri yake pale penyewe pale around pale ilikuwa ni hapashikiki. Sio sehemu ya kutembea hapo ukiwa kifua wazi. Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tuangalie ina maana gani hasa umoja kama umande. Umoja kama umande ina maana gani hasa? Hosea sura ya 14 mstari wa 4 hadi wa 7. Hosea 14:4 hadi 7. Umefika? Hosea 14 mstari wa 4 hadi 7. Tusome wote. Tusome kwa sauti tafadhali. Tuanze. Mm. 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 Mm.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajifanisha yeye mwenyewe kama ni kama umande. Anasema nitakuwa kama umande kwa Israeli. Nitakuwa kama umande kwa Israeli. Ambao huo umande kuna mambo unasababisha. Sasa Daudi anafananisha umande na umoja. Kwa hiyo umeona kwamba kwenye umoja ndo Mungu huwa anapatikana, si ndio? Kwa hiyo Mungu anapatikana kwenye umoja kama nini? Kama nini? Kama nini? Kama umande. Mungu anapatikana kwenye umoja kama umande. Kule anapatikana kama mafuta, alafu ukitukusanya anapatikana hapo, anasababisha mafuta yalete tija kwa kila mtu mmoja mmoja. Kama umande katikati yetu kukutana pamoja kwa umoja, anatokea kwetu katikati yetu kama umande kwa Israeli. Na huo umande anasema unafanya nini? Anasema akiwa kama umande kwetu, utachanua maua kama nyorororo. Utachanua. Kwa hiyo umande unasababisha watu kuchanua. Kumbuke somo letu linasema utele na ustawi katika umoja. Kwa hiyo umande unasababisha watu kuchanua kama nyinyoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umande ni chanzo cha kuchanua. Umoja ni chanzo cha kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamtukuza Yesu sana kwa ajili ya baba yetu ambaye Mungu amempa neema kubwa ya kuhakikisha kila mtu anakaa kwenye umoja wake akiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umoja wa wanandoa, si ndio? Kama ndoa zetu zitastawi, tunatakiwa kupatikana kwenye huu umoja. Kama zitastawi kama nyinyoro. Nyinyoro ni nini? Aina ya maua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tutastawi kwenye huduma, kila mmoja huko, lazima tuwe kwenye umoja ambao Mungu ametukusudia tuwepo. Kwa sababu hapo Mungu mwenyewe anajitokeza kama maji ya kuhakikisha tunastawi, tunakuwa. Biblia inasema Mungu ameamuru baraka huko. Mungu ameamuru baraka huko. Kwa kadiri unavyokuwa kwenye umoja ndo kadiri unavyostawi. Hautastawi peke yako. Ukistawi peke yako ushtuke. Itakuwa ni kwa muda, sio kwa uendelevu. Bwana Yesu asifiwe. Umande ni chanzo cha uhai mpya, kufufua na kuhuisha waliokufa kwenye maeneo mbalimbali. Tatolea tu mfano kwenye threefold. Bwana Yesu asifiwe. Ni chanzo cha uhai mpya. Mnaweza mkaenda kwenye threefold kama wanandoa, labda mfano wanandoa, upendo ukiwa umeanza kufa katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwepo tu pale, unaona na wewe unaanza kumpenda upya mke wako, na wewe unaanza kumpenda upya mume wako. Kwa sababu gani? Ya ule umoja ambao umeenda. Kwa sababu gani? Umoja unafufua mambo yaliyokufa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mmea utaanza kufa, tukaanza kumwagia maji, utaanza kufanya nini? Utaanza kupokea uhai. Utaanza kupokea uhai. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo na kwenye maeneo mengine yote. Unaweza ukawa kwenye eneo lako la uchumi unapambana, umekata tamaa ya kuendelea kufanya hiyo biashara. Ukakutana na wenzako wakainua tumaini upya ndani yako. Wakakupatia ushuhuda tu mmoja ambao ukainua shauku tena. Shauku iliyokuwa imekufa ikainuliwa na nini? Na shuhuda. Tunakutana hapa, unaposikia shuhuda, kila mtu anasema Mungu amenitendea hivi, nilikuwa napitia changamoto. Kuna wakati mtu anasema kitu ambacho ni wewe unakipitia. Kama usingekuja unakosa kufufuka kwa sababu haupo.
umejitenga. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, umande unaleta ukuaji. Neno la Mungu nasema atachanua. Umande unaleta ukuaji. Anasema matawi yake yatatandaa. Matawi yake yatatandaa. Bwana Yesu asifiwe. Yatatandaa. Kwa hiyo kwenye umoja kuna huo ukuaji unatokea, kuna ustawi unatokea. Na jambo lingine, umande unaimarisha mizizi au unawathibitisha watu. Kwa hiyo kwenye umoja kuna kuthibitishwa. Kwenye umoja kuna kuthibitishwa kama mielezi ya Lebanon. Na tumejifunza kwamba ni unathibitishwa kidogo kidogo, sio kwa haraka. Ndio maana ni umande. Kwa shule tulionayo ya mafuta pale tunaona inajirudia tena ya kwamba umande unaleta uzuri na harufu nzuri. Na uzuri wake utakuwa kama uzuri wa mzeituni na harufu yake kama Lebanoni, kwa kuwa tu Mungu amejitokeza kama umande kwao. Umande una hiyo nguvu. Kwa sababu gani? Umande utasababisha mmea ukue, uchanue. Ukichanua, tafsiri yake ni rahisi sana. Ukitoa maua, hilo eneo litaleta harufu nzuri. Kwa utasababisha matokeo yatakayoleta tija kwetu wote tunaopatikana kwenye huo umoja. Jambo lingine, umande unavutia wengine karibu. Moja ya njia ya kuwashuhudia watu habari za Yesu bila kwenda kuwaambia ni sisi kuwa na umoja. Biblia inasema sehemu moja, na watu wengine watajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Haitahitaji useme sisi ni Wakristo. Kwa vile mnavyopendana ninyi kwa ninyi, watu watajua kabisa hawa ni wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umande unasababisha kuvuta watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mlima Hermon kulikuwa kuna maji. Sehemu ambayo kuna maji, sehemu ambayo kuna miti, obvious ndege watakuja kutokea mbali. Tumekuwa tunaona kuna nyumbu kila mwaka wanasafiri, si ndio? Wanaenda kutafuta nini? Chakula na maji. Kwa pale ambapo kutakuwa kuna umoja, kutavutia watu wengine kupatikana, kutavutia watu wengine kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine, umande umoja unasababisha ufufuo na uamsho. Umoja unasababisha ufufuo na uamsho. Tunajua kabisa tuko kwenye mwaka wetu wa ufufuo na uamsho. Moja ya kitu kitasababisha huo ufufuo na uamsho uwe halisi ni umoja. Jumapili kadhaa za mwezi wa 5, baba alikuwa anatusisitiza sana tuombeane sisi kwa sisi na kwa vitendo. Jambo hilo linainua uamsho kwa kila mmoja mmoja. Unainua vitu vilivyolala, vitu vilivyokufa miongoni mwa watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unaleta uamsho. Anasema na wao wakao chini ya uvuli wake watarejea, watafufuka kama ngano na kuchanua maua kama mzabibu. Walikuwa wamekufa, alafu watafufuka kama ngano na wataanza kuchanua kama mzabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema na wao wakao chini ya uvuli wake watarejea, watafufuka kama ngano na kuchanua maua kama mzabibu. Harufu yake itakuwa kama harufu ya divai ya Lebanon. Divai ya Lebanon. Kwa hiyo unaona kwa sehemu kubwa sana kuna vitu ambavyo unasikia tu divai ya wapi? Ya Lebanon. Mielezi ya wapi? Ya Lebanon. Tonubali ya wapi? Ya Lebanon. Unapata picha kwamba kumbe kwenye umoja huwa kuna vitu vikubwa vinatokea tofauti ambavyo vinaleta ustawi kwenye maisha yetu ya mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tunapokwenda kuhitimisha, ni kwa nini umande na sio mvua?
Umande unawakilisha baraka ya taratibu na ya upole. Kwa hiyo ni tunabarikiwa, ingawa unaweza usi unaona kama unabarikiwa. Ni thamani yako inaongezeka. Unaweza usio unaona thamani yako inaongezeka. Ukitoka kule nje, wakikusikia wanaweza wakataka wewe mchungaji wao. Ni wewe tu uko kwenye umoja. Unaweza hata usio unafanya vitu vingi, lakini ile tu upo, kuna jambo linaumbika kwako. Utaelewa ukitoka au ukifungua kinywa, watu wengine ambao sio wa hapa wakikusikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo umande unawakilisha baraka ya taratibu na ya upole. Uko hapa unaona haupungukiwi, unakula, una survive, maisha yanaendelea. Hau notice kwa huo ukubwa. Tumejifunza hapa kubarikiwa na kufanikiwa kufikia kule ambako tunataka kwenda ni kwa hatua, si ndio? Na ni hatua ukiwa wapi? Ukiwa kwenye umoja, sio ukiwa nje ya umoja. Kwa hiyo kuna wakati unaendelea kukua, unasikia labda umeongeza chumba. Hata hauja struggle hivyo ambavyo ulikuwa unafikiria. Ni kwa kuwa uko wapi? Uko hapa kwenye umoja. Ni kama vitokee, lakini ndo vinatokea hivi. Ni kama hakuna tija, lakini ndo tija hiyo inatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu hutenda kwa utulivu, kwa hatua na kwa uangalifu, taratibu kwenye umoja. Umekosea, mtu anakuita, anakurekebisha. Ni Mungu anafanya kazi na wewe. Unaandaa jambo, mtu anatokea na kushauri, sasa fanya 1 2 3 4 5 6 7, alafu anakuacha, unafanya. Ni Mungu anafanya kazi ndani yako taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati 32 na mstari wa 2. Kumbukumbu la Torati 32 na mstari wa 2. Some. Kumbukumbu 32 na mstari wa 2. 32 na mstari wa 2. Mafundisho yangu yatadondoka kama mvua. Maneno yangu yatatonatona kama umande. Kama manyunyu juu ya majani mabichi, kama matone ya mvua juu ya mimea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama umeelewa. Mafundisho ya Mungu yanakuja kama nini? Kama mvua. Kwenye mafundisho kuna maneno. Sasa ili uelewe, analeta taratibu kidogo kidogo, kama umande, kama matone. Lengo ni uelewe in details. Kwa hiyo baraka ya Mungu inakuja kidogo kidogo, kama ikija kama umande inakuja kidogo kidogo, kwa utaratibu na kwa upole. Na ni kwa nini? Ili usije ukafanikiwa tu haraka alafu ukatukimbia haraka. Ukakimbia tu haraka. Kidogo kidogo. Usije ukaanza mialiko kiasi kwamba hadi ibadani haupatikani kabisa, yani katikati ya wiki haupatikani. Kidogo kidogo kama umande. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini umande na sio mvua? Kukosekana kwa umande ni ishara ya laana. Na nilijiuliza sana, ni kwa nini Elia hakuzuia tu mvua? Elia hakuzuia tu mvua. Alizuia na nini? Na umande. Kwa sababu gani? Sehemu ambapo mvua haipo ila umande upo, vitu vinamea. Lakini sehemu ambayo umande haupo na mvua ipo, vitu havitadumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mielezi inastawi sana kwa sababu ya umande, sio mvua. Kwa sababu umande upo siku zote. Mvua ni ya msimu. Some Wafalme wa kwanza 17:1. Wafalme wa kwanza 17:1.
Umefika? Basi Eliya Mtishibi wa mgeni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Hakutakuwa na nini? Na umande. Kwa sababu wakati mwingine kimsingi umande ndio huo unatengeneza mvua. Biolojia hiyo, ile inaita cycle ya mvua, si ndio? Umande ndio unatengeneza mvua. Umande unatengeneza mvua. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anataka watu wajue kwamba Mungu yupo kwa kuzuilia nini? Umande. Isaka, moja ya baraka ambazo aliwapatia vijana wake ilikuwa ni umande. Akasema kila penye unono na umande wa nchi utakuwepo. Sio kila penye mvua, kila penye umande. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi anafananisha umoja na umande. Kwa sababu gani? Ukikosekana kwenye umoja ni sawa sawa na umelaaniwa. Kwa sababu hakuna chochote cha maana ambacho utakipata. Kwa sababu gani? Kinyume cha kustawi ni nini? Ni kulaaniwa. Kinyume cha kukua ni laana. Kinyume cha kutokuwa cha kuwa wa thamani ni kuwa wahovyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu anatutaka hivyo. Kwa hiyo kukosekana kwa umande ni ishara ya laana. Kwa hiyo kukosekana kwa umoja kwenye eneo lolote ni ishara ya kwamba hilo eneo hakuna baraka ya Mungu mahali hapo, au limelaaniwa kwa lugha ngumu. Na hiyo ni kwenye maeneo yote sasa. Ujumlishi kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye uchumi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Jambo lingine, umande unakuja bila kelele. Umande unakuja bila kelele. Mungu anafanya kazi katika mioyo ya watu kupitia umoja, bila vurugu, bila maandamano. Anamuinua mtu mmoja mmoja, anainua shauku ndani ya mtu mmoja mmoja, bila makelele. Tunasaidiana kimya kimya. Mtu amevaa ovyo, unamchukua tu kimya kimya, unaenda unamwambia tuvae hivi, si ndio? Mtu anaongea ovyo ovyo, unamchukua kimya kimya, unaenda hata unamfungia kwenye kichumba, unamwambia ise, huwa ni 1 2 3 4 5. Kimya kimya. Sio kwa kutangazana hapa, si ndio? Kimya kimya, mnamalizana. Hakuna kelele. Kwenye mvua kila mtu atajua mtu amekosea. Kwenye umande kimya kimya, na watu wanarekebika, na watu wanakuwa na matokeo, na watu wanakuwa na tija. Kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine, umande ni ishara ya upya na uhai. Ishara ya upya na uhai. Ndio maana ni umande, sio mvua. Ishara ya upya na uhai. Hiyo tunaiona kwenye ile Hosea tuliyoisoma 14 mstari wa 5. Yesu atukuzwe sana. Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo tunajifunza kwamba umoja umefananishwa na umande unaotoka Hermoni, ambapo Hermoni tumeiona jinsi ilivyo. Ina umande, ina maji. Bwana Yesu asifiwe. Ambavyo hivyo ni vyanzo vikubwa vya mambo mengine yote makubwa ambayo yamekuwa ni maarufu kwetu tunayoyajua. Mielezi, misonobari ya Lebanoni, divai ya Lebanoni, vitu ambavyo vinaimbwa Yordani tunayoijua wote, lakini chanzo chake kikubwa kimetokea kwenye nini? Umande wa Hermoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Unaweza ukasimama kwa miguu yako.
na nataka uanze kumshukuru Mungu kwa haya ambayo umeyasikia. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu kwa haya ambayo umeyasikia. Mshukuru Mungu kwa namna ambavyo amejifunua kwako, ya kwamba anakaa kwenye umoja. Anajifananisha na umande. Ukiwa kwenye umoja anasababisha vitu kufufuka ndani yako. Kama kuna vitu vimekufa ni kwa sababu hauko kwenye umoja wa kweli. Kwa kadri tutakavyoendelea tutaona tunafanyaje ili kuwa kwenye umoja. Lakini mpaka sasa unavyojichunguza, unavyoangalia, kama kuna mambo yote hayajakaa sawa, ni kwa kuwa kuna kiwango cha umoja Mungu anakutarajia ambacho bado haujawa. Inaweza ikawa ni kwenye ndoa yako, ni kwenye miradi yako, ni kwenye kazi yako, ni kwenye familia uliopo. Kuna umbali Mungu anakutarajia kuwa umoja na hao watu, au kuwa mmoja na hao watu ambao bado wewe haujafika. Unaweza ukamshukuru Mungu kwa kuwa amekuruhusu uyaone hayo, amekuruhusu uyajue hayo, na ni kwa kusudi kubwa la kukusaidia. Baba, tunakushukuru sana kwa haya ambayo umetutumia siku ya leo. Umetuleta umbali huu ili tujue ya kwamba sisi bila kuwa pamoja na kwa umoja hakuna umbali wowote tutaenda. Sisi bila kuwa pamoja kama ndugu, pamoja kama familia, pamoja kwenye hizo huduma ambazo umetuamini nazo, pamoja kwenye hayo makundi mbalimbali ya kiutendaji, hakuna umbali wowote tutakwenda. Baba, tunakushukuru kwa haya. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemshukuru Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana, ukamwombe Mungu akusamehe kama kwa namna yoyote umekuwa harufu mbaya kwenye umoja. Kuna familia zimegawanyika, na wakati mwingine wewe ndiye umekuwa chanzo, na wakati mwingine wewe ndo haukusimama kwenye nafasi yako ya kuhakikisha hiyo ndoa, hiyo familia, hiyo taasisi na maeneo mengine yote yanakuwa na tija. Kwa hiyo haukuwa agent mzuri wa umoja. Nenda mbele za Bwana kwa muombe Mungu akusamehe. Kuna watoto wako hawako kwenye umoja kwa sababu yamkini wewe haujasimama kwenye nafasi yako. Yamkini kuna maneno umekuwa unayataja ambayo yamekuwa yanavunja umoja. Kuna mambo umekuwa unatishia, tutaachana, tutaondoka, ambayo yamekuwa yanaharibu umoja uliopo. Unaweza kufungua kinywa chako kumwomba Mungu akuhurumie, Mungu akusamehe, ya kwamba kuna namna umekuwa chanzo cha kutokuwa na umoja, na ndio maana hiyo ndoa haijafungwa, ndio maana hiyo ndoa haina matokeo, ndio maana kila siku unawachumba wengine. Muombe Mungu akusamehe ya kwamba kuna umbali ulitakiwa kwenda, kuna mambo alikutarajia nayo lakini haujayafanya, na umekuwa wakala mbaya wa umoja. Unaweza ukamwomba Bwana akusamehe. Baba,